wafanyabiashara wanawake Zanzibar ZWCC imewahimiza wanawake wafanyabiashara kuendelea kuimarisha mshikamano, ubunifu na matumizi ya teknolojia ili kukuza biashara zao na kuchangia maendeleo ya uchumi wa Zanzibar. Wito huo umetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Anna Atanas Paul, wakati wa mkutano mkuu wa 3 wa jumuiya hiyo uliofanyika katika ukumbi wa Zura, ukijumuisha viongozi, wanachama, wadau mbalimbali kwa ajili ya kutathmini utekelezaji wa shughuli za mwaka uliopita na kupanga mikakati ya mwaka ujao. Mnafanya kazi kubwa sana, hongereni. Sisi Wizara ya Maendeleo ya Jamii tunatambua uwepo wenu, lakini Mheshimiwa Rais anatambua uwepo wenu, na ndio maana alikuja na ile Dr. Mwinyi Boosting Fund. Tukasema, Rais alisema ngoja tutoe hii Boosting Fund kwa biashara hizi ndogo ndogo. Si kwa wale wakubwa. Najua malalamiko mengi kwenye jamii, lakini lengo la Mheshimiwa Rais lilikuwa zuri, kuwawezesha kina mama hawa wanaofanya biashara ndogo ndogo, mama lishe, na hawa wanaofanya usindikaji mdogo mdogo waweze kupata kila mmoja angalau kwa kuanzia 500,000. Watu wapate 500,000, wajiinue kidogo kidogo, anapika chapati, anatengeza malai nyumbani, wale wadogo. Wala hatukuwalenga wale wakubwa ambao pengine mitaji yao ya milioni mingapi, milioni hata sio mingapi, milioni 10, 15. Hatukuwalenga wao. Tuliwalenga wale wapiga chapati, wale wafanya juisi, wale biashara zao ambao mtaji wao haufiki 500,000. Ndio tuliwalenga hao pengine mtaji wake haufiki au unafika milioni 1. Pia tuliwalenga hao. Tuliangalia ile mitaji tutawapa wanawake wepi. Sasa sijajua ile process ya kutoka kama iliwafikia hao wengi au iliwafikia hao wa juu. Maana mtu akishakusikia pesa, japo anazo. Sasa si wanapo wanawake na mimi mwanamke na yeye anajaza fomu. Kwa hivyo lengo lilikuwa wale wadogo na wao waweze kujikwamua. Kwenye shehia yako wewe ndio unatakiwa ulijue jukwaa lako la kiuchumi la wanawake kwenye shehia yako. Kwa ujiunge kupitia kwanza kwenye shehia, halafu sisi tutakuja kukufikia kupitia shehia yako ambayo umejiunga huko. Naona wataalamu wapo hapa watawaelezesha wao jinsi gani wamejiunga kwenye majukwaa haya. Na haya majukwaa ameyaunga mwenyewe Mama Samia. Ni ya Mama Samia, wala si yetu si. Mama Samia ndo alosema tuunde majukwaa ya kiuchumi ya wanawake ambayo itaunganisha wanawake wote ambao wanafanya biashara, wanafanya shughuli gani kwa pamoja. Tuweze kuwa na sauti hii moja. Na yale yanaanza kwenye shehia, wilaya, mkoa, halafu tunaenda taifa. Japo sisi Zanzibar hatuna taifa, tunaishi hapo kwenye nini? Kwenye mkoa. Tutawapata wanawake kuanzia kwenye shehia, lakini tukiwataka wa kwenye wilaya tunawapata, tukiwataka kwenye mikoa tunawapata. Na pesa zinakuwa chini kwenye shehia. Mshika fedha yuko kwenye shehia tu. Huku juu huku hakuna washika fedha. Kwa sababu tunataka kuwagusa zaidi wanawake kuanzia kwenye shehia yao. Tusinyamazi kina mama, katika mafunzo yetu yote tunakutana katika ZWCC, tuwafundishe kina mama wafanye biashara vizuri, lakini pia waangalie na watoto wao. Tutoe elimu ya ukatili na udhalilishaji. Mkitaka wizara yetu ije katika mafunzo yenu, tutakuja. Si wizara ya biashara peke yake jamani, na sisi tupo kuja kutoa elimu hiyo, watu wajifundishe, watu wasiwaamini tena wanaume. Tuwapende lakini tusiwaamini 100%. Eka ile pasenti 20 kwamba pengine anaweza, pengine. Kwa hivyo lazima uwe mwangalifu. Hatutaki kusikia kesi hizi, zishatutosha. Kwa watoto wanafanyiwa hivi, zinatumiza sana hawa watoto wa miaka 5, 6, 7, yani miezi 3 wengine wanabakwa. Yani hawa wanatuumiza sana. Utasikia uchawi, mimi nasema si uchawi, ukorofi tu na ufirauni wa wanaume. Hawajaambiwa na mganga, wanadai kusingizia mganga kamwambia, "Mbona hautajiri?" Maana kashafanya kwa mtoto wa kwanza wa pili, "Mbona hajatajirika?" Unaona anaendelea. Kwa hivyo ni yeye hulka yake tu. Ni hulka tu ambayo kajiweka nayo. Naye mwenyekiti wa jumuiya hiyo ndugu Biubwa Omar Khamis amesema kuwepo kwa mkutano huo una malengo ya kuwawezesha wajasiriamali wanawake wa Zanzibar katika kuzikabili harakati zao za kiuchumi katika maisha yao ya kila siku. Wanachama wetu ni wajasiriamali ambao ni wadogo wadogo. Wengi wetu wanapambana katika hali ngumu za biashara. Na kubwa ambalo changamoto walizonazo ni masoko na pia biashara zao kufikia viwango vya ZBS. Naamini pia wizara yako inakuwa na fund nyingi, inakuwa na majukwaa tofauti ambayo inaweza kuwashirikisha pia wajasiriamali wetu wakaweza kufika sehemu ambao tunaamini ZWCC na wizara yako ikishirikiana, wajasiriamali wetu hawa wanaweza kufika mbali.
Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini kwa ujumbe na maelekezo yako yatatupa msukumo mpya, yatatuimarisha kifikra, kutupa dira, kuendelea na ushirikiano na serikali pamoja na wadau wengine katika kukuza uchumi wa jumuiya unaojali wanawake na jamii kwa ujumla. Naamini wizara yako inashughulika sana na unyanyasaji. Kuna unyanyasaji wengi pia wanaupata wafanyabiashara hawa wadogo, hasa katika kutoka sehemu walipo kwenda nyingine. Kuna sehemu mbalimbali ambao wao katika kusafirisha biashara zao, katika kufanya biashara zao, katika kupata fursa, kuna unyanyasaji tofauti ambao huwakumba. Kwa hivyo yote naomba kwa kushirikiana kwako pamoja baina yetu na ZWCC tunaweza pia hayo yote tukashughulikia na yakasuluhishika. Na washiriki wa mkutano huo wamepongeza ZWCC kwa mchango wake katika kuwawezesha wanawake na kupunguza umasikini nchini. Na nimevutiwa kuja hapa kwa sababu nimevutiwa na chama cha ZWCC. Naam, kwa sababu nimeona wanawake wengi wameendelea kutokana na chama hichi cha ujasiriamali. Kwa wanafunzi wenzangu, ninawashajihisha kujiunga na vyama kama hivi kwa sababu vina umuhimu mwingi, kwa sababu unaweza ukamaliza form 4 umekaa ndani huna la kufanya. Kwa hiyo ni kheri ukaanza kujiunga na vyama kama hivi ili upate kuendelea. Kwa kweli sasa hivi ZWCC imekuwa vile kupitia mimi. Wanaelewa tunachokizungumza na wanaelewa tunachofanya. Na ZWCC inafanya hivyo kwa sababu ya kutafuta maendeleo ya wanawake, hususan kukuza vipaji vya wajasiriamali, kwa sababu wanawake walio wengi si wafanyabiashara wakubwa, ni wajasiriamali tu. Kwa maana hiyo wanakuzwa, wanapewa elimu kwa kila sekta, wanapewa elimu ya biashara, wanapewa elimu hata ya malipo, wanapewa elimu za usafirishaji, wanapewa elimu kama wasindikaji wenye viwanda, elimu za kila aina kwa kweli. Jina langu ni Abdurahman Awesi na hizo ni ripoti za ASAM Online TV.